Meli 4 hizi zinajengwa na private sector, kampuni ya Zenjin International Company, kampuni ya madini ambao wanafanya shughuli za uchimbaji hasa huko DRC. Meli hizi kila moja ina uwezo wa kubeba tani 2000. Meli ya kwanza hii hapa ambao leo itaingizwa majini imefikia 90%. 10% zobaki ni za kwenda kufanya kule kuangalia mambo madogo madogo ikiwa majini. Meli ya pili imefikia 85%, na meli ya tatu imefikia 75%, na meli ya 4 imefikia 35%. Kwa kweli hii ni record kwa sababu meli hizi zimeanza kujengwa mwezi Aprili mwaka huu. Haijawahi kutokea hapa nchini kwetu meli kuweza kujengwa kwa kipindi kifupi kama hichi. Meli hizi kama nilivyosema, kila meli itakuwa inachukua tani 2000 na zitakuwa zinachukua mzigo kutoka bandari ya Kalemie kwenda bandari ya Kigoma au kuja bandari ya hapa Karema, na vile vile itachukua mzigo kutoka hapa kupeleka bandari za DRC, bandari za Zambia na bandari za Burundi. Kwa kweli ujenzi wa meli hii utaleta chachu sana kwa maendeleo ya mkoa wa Katavi pamoja na mkoa wa Kigoma na maeneo yote ya Tanzania. Meli hizi ndio kwa wakati mmoja zinaweza kusafirisha mzigo ambao unaweza kusafirishwa kwa takriban matraki au malori 270. Zikiingia hapa bandarini tunahitaji malori 270 kuteremsha mzigo huu kutoka hapa kupeleka Dar es Salaam. Kwa hivyo utaona kiasi gani cha Watanzania wanaoweza kupata ajira. Malori haya 270, sema malori 300 kwa ufupi, unahitaji kama watu si chini ya 600-700 kutoa hapa mpaka kupeleka Dar es Salaam. Na ukitoa hapa wafanyakazi bandarini, leo hii tuna wafanyakazi 200. Tunaamini itapoanza kufanya kazi meli hizi tutakuwa na wafanyakazi zaidi ya kama 600-700. Unaona jinsi gani ambavyo uchumi wa mkoa huu wa Kigoma, uchumi wa mkoa wa Katavi, uchumi wa mikoa mingine yote haya utaweza kubadilika kwa ujio wa meli hii. Tunaamini kuanza kuingia meli hizi 4 kutabadilisha na meli nyingi zitaanza kufanya kazi katika bandari zetu hizi za Ziwa Tanganyika. Miaka 2 iliyopita ilikuwa hakuna meli. Ilikuwa changamoto kubwa sana kwenye meli katika maeneo haya. Tumejenga hii bandari muda mrefu lakini ilikuwa hakuna meli. Kwa muda wote toka tumemaliza kujenga mwaka 2022 mpaka leo zimeingia meli 7. Sasa meli hivi zitakapomalizika kila wiki kutaingia si chini ya meli triple, pengine meli 4, 8 za meli. Hili ni jambo kubwa, ni jambo la kushukuru na ni jambo la kumpongeza sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa maono makubwa. Lakini jingine Mheshimiwa Waziri, kama ulivyoeleza kwamba pia inatupelekea kuona umuhimu wa ushirikishaji wa sekta binafsi. Kumekuwa na maoni tofauti kuhusu kushirikisha sekta binafsi, lakini tunasema kwamba kinapofanyika kitu kama hiki peke yetu hatujawahi kufanya kutengeneza meli 4, lakini baada ya majadiliano na ni ya muda mfupi tu na serikali ikatupa ruhusa zote kama unavyofahamu, na imepelekea kuwa na sekta binafsi ambayo inaleta matokeo ambayo yanaenda kuimarisha uchumi wa mtu mmoja mmoja na uchumi wa nchi yetu kwa ujumla. Lakini sasa hivi tumesema ili kuhakikisha kwamba watu wazidi kutuelewa katika swala la uwekezaji, kwa nguvu kubwa sana tunaanza kuwashirikisha wawekezaji wa ndani katika shughuli hizi za kibandari. Fursa ni nyingi, lakini rasilimali za kuweza kuzifungua hizo fursa ni chache. Ndio sababu tulianza na nje, lakini sasa hivi tunaruhusu vile vile na wawekezaji wa ndani ya nchi, wale tuseme ni wa Tanzania. Kwa hapa tunategemea kwamba itaongeza ajira sana katika bandari hii ya Katavi, lakini katika eneo lote hili la mkoa wa Katavi, na vile vile litashagiza kukamilika haraka kwa reli na barabara ambayo inatoka Mpanda kuja mpaka katika bandari hii ya Karema. Maana yake ni kwamba shughuli nyingi za kiuchumi zitaanza kufanyika kuzunguka eneo hili. Kwa Mheshimiwa Waziri, chukua tena fursa hii kwanza kukupongeza, lakini pia kukaribisha, kwa sababu unajua hili tulianza wote katika awamu ya kwanza katika kipindi cha kwanza cha serikali ya awamu ya 6, lakini sasa tunaanza kulikamilisha. Mheshimiwa Waziri, katika eneo hili Karema ni moja ya bandari kubwa ambayo iko katika ukanda huu wa bandari za Ziwa Tanganyika. Na kama unavyojua Ziwa Tanganyika ni eneo muhimu sana kwa mustakabali mzima wa kibiashara katika ukanda huu, kwani linapakanisha nchi 4 za Tanzania, Zambia, DRC Congo na Burundi. Hiyo tunaona kwamba Mheshimiwa Waziri, katika eneo hili
TPA imeendelea kupata faida zaidi kwa sababu bado inaendelea kuhudumia meli na vile bado ina mkataba wa kuweza kujenga meli ambazo zitatoka katika ziwa hili la Tanganyika. Ni matarajio yetu kwamba meli hizi zikamilika, Mheshimiwa Waziri, zitanufaisha sana eneo hili la ukanda wa ziwa Tanganyika kwa sababu zitakuwa zinatoa madini kutoka Manono kwenda Dar es Salaam au kwenda nje, lakini zitapitia bandari ya Kigoma na Karema na vile kupelekwa Dar es Salaam kwa SGR kwa ajili ya kusafirishwa nje. Kwa hiyo ni manufaa makubwa sana katika eneo hili kwa ajili ya mradi huu mkubwa wa ujenzi wa hizi meli 4 ambao unaendelea vizuri kabisa mpaka sasa hivi. Lakini sasa tunategemea kwamba meli zikamilika kutakuwa na fursa nyingi sana katika katika meli yani. Maana anajua fursa ya kwanza itakuwa kwa wazawa kwanza, kwamba inabidi wazawa wapewe kipaumbele kwanza, kwamba watu wa hichi kijiji wao kwanza katika kufanya kazi katika hizo meli. Kwa hiyo tunategemea serikali itupa support kwa wazawa wa hichi kijiji chetu. Usafiri tunaotumia sasa ni wa maboti, unatusababishia ajali nyingi, mizigo yetu inapotea, lakini kwa meli hizi tutapata fursa ya kufanya biashara vizuri na kwa uhakika. Kwa hiyo tunapenda hizi kazi ziende kwa haraka sababu tunakoelekea ni msimu tunaendelea kilimo, tunapovuna meli ziwe tayari kwa ajili ya kusafirisha mizigo yetu kwenda nchi za jirani. Ndio maana ndio sehemu kubwa tunakopeleka mizigo yetu. Kwa hiyo kwetu